Sasa hapa chini Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ana maneno, hebu yasikilizeni kwenye ukurasa. Maana maneno haya Sheikh Bakr yameanza ukurasa wa 137 mpaka 138. Sasa ukurasa wa 138 chini katika sharhi ya Ibn Uthaymeen anasema dhahiru kalami al-musannifi annahu la yu'khadhu an sahibi al-bid'ati shay'un hatta fima la yataallaq bi bid'atihi. Dhahiri ya maneno ya msannif, maneno ya mtunzi ni kwamba hapatachukuliwa kitu chochote kutoka kwa mtu wa bid'a, hata katika yale mambo ambayo hayafungamani na bid'a yake. Famathalan idha wajadna rajulan mubtadi'an, Sheikh Ibn Uthaymeen anaendelea anasema, kwa mfano tutakapomkuta mtu ni mzushi lakinahu qawiyyun fi ilmi al-arabiyya min balaghatin wa nahwin wa sarfin, فهل نجلس إليه ونأخذ منه هذا العلم الذي هو قوي فيه أو نهجره؟ tutakapomkuta mtu mzushi lakini ni qawi, yuko madhubuti kabisa katika elimu ya Kiarabu miongoni mwa balagha, nahwu, sarf, je, tutakaa kwake tuchukue elimu kutoka kwake kwa mtu huyu ambaye ni qawi, au katika hii elimu ambayo yeye ni qawi, au tutamgura tutamuhama? Dhahiru kalami shaykhi annana la najlisu ilayhi. Sheikh anasema dhahiri ya maneno ya Sheikh ni kwamba sisi hatutakaa kwake. Kwa nini? Sheikh anasema li anna dhalika yujibu mafsadatain, kwa sababu hilo litapelekea kwenye mafsada ya aina mbili, uharibifu wa aina mbili. Almafsada alula ightiraruhu binafsihi, mafsada ya kwanza, uharibifu wa kwanza, tukiruhusu suala la watu kukaa kwa mtu mubtadi na kuchukua elimu kutoka kwake, jambo la kwanza litakalopatikana ni kughurika yeye mwenyewe, fayahsibu annahu ala haqqin, atadhania kwamba yuko kwenye haki. Watu wamekuja bwana, darasa yangu imejaa watu mpaka nje, si ndio wanavyohurika hivyo? Tasikiliza watu wengine bwana, atajiona kwamba yeye yuko kwenye haki kwa sababu wanaohudhuria pale ni wengi, na hili linawapata baadhi ya watu. Jambo la pili asema wal mafsadatu thania, uharibifu wa pili, ightiraru nnasi bihi, ni kughurika watu na yeye, watu wataghurika naye. Mashaallah, darasa yake maelfu, watu wamekaa pale maelfu, magari yamejaa, hakuna nafasi. Kuna watu wataghurika na yeye, haithu yatawaradu alayhi tulabu alilm, kwa sababu watakuja kwake yeye tulabu alilm, wayatalaqawna minhu, na watachukua elimu kutoka kwake. Wal'ammi, na mtu mjinga ammi, la yufarriqu baina ilmi an-nahwi wa ilmi al-aqida, yeye hatafautishi baina ilmu ya nahwu na ilmu ya aqida. Kwa mfano mmetoka mlikotoka, mkienda kukaa mbele yake mwasoma Sharh ibn Aqil, maadamu mwasoma na mmekaa mbele yake na yule shekhi, mtu anayepita njia au mtu ammi hawezi kujua kwamba hawa wanachosoma ni lugha tu, yeye kwake vyote ni sawa. Utawafanya waghurike, watamfuata yule shekhi, watamuuliza maswali kuhusu dini yao, watamuuliza kuhusu riba, atawahalalishia. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu tayari washaghurika naye, kwa sababu watu ndasoma kwake. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema lihadha, kwa sababu hii, nara alla yajlisa al-insanu ila ahli al-ahwa'i wal-bid'i mutlaqan. Kwa sababu hii sisi tunaona kwamba mtu asikae kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio kwa hali yoyote, hata wa in kana la yajidu ilma al-arabiyyati wal-balaghati was-sarf mathalan illa fihim, hata ikiwa hata ipata ilmu ya Kiarabu, balagha, sarf kwa mfano, isipokuwa kutoka kwao, fasayaj'alu Allahu lahu khayran minhu, Allah atamjalia yeye aliye bora zaidi kuliko huyo. لأن تردد الطلاب عليه لا شك يوجب غرورهم, kwa sababu kwenda na kurudi kwa wanafunzi kwa watu hao hapana shaka kwamba kutapelekea kuwaghuri wao, wa ikhtirara an-nas bihim, na watu kughurika na wao. Kisha akasema wa huna mas'ala, Sheikh akaongezea na hapa pana mas'ala, hal yajuzu talaqqi al-Qur'an 'inda muta'allim mubtadi',
hili ni swala ameliongeza Sheikh Ibn Uthaymeen, anauliza katika sharhi yake, je, inajuzu kuichukua Qur'an kutoka kwa mtu mubtadi', mwalimu mubtadi'? Waljawabu la yaqra'u alayhi, jawabu ni kwamba hatasoma kwake. Huo ndio msimamo wa Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Kwenye ukurasa wa 140 akaongeza, kaeleza maelezo hayo, kisha akasema waqad sabaqa an qulna, ishatangulia kwa sisi tumesema idha kana 'inda al-mubtadi' ulumun la tujadu 'inda ahli as-sunnah wala tata'allaqu bil 'aqida kamasail an-nahw wal balaghah wama ashbahaha. Imetangulia sisi kusema kwamba ikiwa mbele za mubtadi' kuna ilmu ambazo hazipatikani kwa ahli sunna wala hazifungamani na aqida kama masaili ya nahwu, balagha na mfano wa hayo, fala ya'khudhu minhu, asichukue kutoka kwake, li'annahu yatawallad min dhalika mafsadatan, al-ula ightiraruhu binafsihi au ightiraruhu binafsihi, والثاني اغترار الناس به لأنهم لا يعلمون فلذلك يجب الحذر. kwa hilo kutapasa kutahadhari. Sasa haya anayosema Dr. Islam ya kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen kasema yafaa kuchukuliwa elimu na faida na hikma kutoka kila anayefaa. Hapa tuna maneno ya aina mbili kutoka kwake, kutoka kwa kila anayefaa. Tuna maneno ya aina mbili yatafuata baada hapa inshallah. Naam, kwanza kwa utafiti wetu mdogo, labda ni wetu mdogo au haraka haraka, haya maneno si maneno ya Ibn Uthaymeen, sawa? Si maneno ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ni maneno ameyatunga Dr. Islam. Tumeelewana? Wa ila tuelezee yamepatikana wapi, kayatoa wapi? Yeye anasema kuna, andika pale kwenye YouTube kule, andike Ibn Uthaymeen na hadithi ya Abu Huraira. Haya, andika uone, tusikie. Hilo moja. Jambo la pili, ikiwa amesema kwamba yafaa kuchukua elimu kwa kila anayefaa, je, shetani yafaa? Kama kweli maneno yake ndio kwamba uchukue elimu kutoka kwa kila, inajuzu kuchukua elimu kutoka kwa kila anayefaa, shetani yafaa? Hebu tuambie leo, shetani yafaa kuchukua elimu kutoka kwake? Waambie Waislamu kwamba jamani, yafaa. Kama una kilinge chako cha shetani, nenda kasome kwa shetani. Si una kilinge cha shetani, unaweza kupanda mashetani akapandisha pale akaja, sawa? Kasome, usiache kuchukua elimu. Au mashaitani hawapo tena, wamekufa? Si wapo mashayatin, kasome. Na wewe pia tuambie kwamba na hata mimi pia nasoma kwa shetani, uone kama atakuja hata mtu mmoja kwako. Kwa hiyo hili ni jambo linatakiwa atanabahi juu yake. Alafu jambo jingine la kutanabahi nalo, kwa mujibu wa maneno tuliyosoma ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ambayo ni muthbat, yamethibitishwa kwenye maandishi kwenye sharhi ya kitabu chake Sharhu Hilyat Talib al-Ilm. Ukiyatazama maneno haya, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anakwenda sawa na msingi uliowekwa na wanawazuoni wa ahli sunnati wal jamaa, ya kwamba la yajuzu akhdhu al-ilmi an ahli al-ahwa'i wal mubtadi'a, haifai kuchukua elimu kutoka kwa watu wa bid'a na watu wa matamanio. Huu ndio msingi walionao as-salaf tangu hapo zamani hadi leo, na ni msingi umejengwa juu ya, yani ni maneno yamejengwa juu ya msingi madhubuti, msingi imara. Wakati wa kuchekecha na kuyachakachua haya maneno, ikawa wewe unachuja maneno hivi, waona kwamba ni maneno yapi yanafaa kufanyiwa kazi hasa kwa wakati tulionao. Mimi ningezungumza maneno kwa kirefu,
lakini wakati hautaturuhusu. Labda nimuulize maswali machache tu. Ya maswali itarahisisha mambo mengi katika mazungumzo yangu, na yeye pia atamrahisishia katika kujibu kama ataona kujibu, au kuna mtu ataka kumjibia mathalan. Kwa mujibu wa fatwa uliomzushia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, jambo la kwanza unaweza kutuletea mahali ilipo fatwa hiyo? Kama waweza fanya. Lakini jambo la pili, je, unataka kuwaambia waislamu kwamba miongoni mwa mashekhe wa Abu Huraira ni shaitanu rajim? Kwa tukitaja pale orodha ya mashekhe ambao walimsomesha Abu Huraira na Abu Huraira alichukua ilmu kutoka kwao, mfano ukitaka kuandika tarjama ya Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi Abu Huraira, miongoni mwa waliochukua kutoka kwake utataja pale Said bin Abi Said al-Makhburi, fulani utawataja. Na katika wale ambao Abu Huraira amechukua kutoka kwao ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa shaitanu rajim, si ndio hivyo? Sema. Jambo jingine, kama ikiwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alichukua ilmu kutoka kwa shaitani, na kusudi ile hadithi maarufu sikuisoma hapa, lakini kisa kilivyo kwa ufupi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa kazi ya ulinzi Abu Huraira ya kusimamia mali ya sadaqa, yani mali za zaka zile, chakula na kila kitu kimeletwa pale. Abu Huraira, wewe linda hapa. Wakati yuko kwenye lindo analinda, akaja mtu, yeye hakujua kama ni shaitani, aona ni mtu aje, anakuja aanza kuiba pale, achukua vitu, anajepa, aiba. Abu Huraira akamkamata na kupeleka kwa Mtume. Hapana, usinipeleke mimi, nina watoto wadogo, mimi nina hivi. Akalia. Abu Huraira akamwonea huruma, akamwachia. Abu Huraira asubuhi akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jana usiku alikuja mtu kadha, nikamkamata, lakini kalalamika na watoto na hivi, nikamwachia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kadhabaka wa sayaud, amekudanganya, atarudi tena. Kwa hiyo Abu Huraira sababu kwa na yakini kwamba atarudi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usiku wa pili Abu Huraira akawa anasubiri, kwa sababu kashaambiwa atarudi. Mara huyo mzee na mkoba wake atakuja kuchota tena hivi, kakamatwa. Wewe vipi? Mimi nina watoto, mimi nina hiki nina shida na ufakiri, na kupeleka kwa Mtume, au usinipeleke mimi, sirudi tena, lakini na watoto. Huruma ikamwingia, akamwachia. Akamweleza tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, amekwambia, amekudanganya, atarudi huyo. Kweli usiku wa tatu amekaa msubiri huyo, huku na huku, kakamatwa tena. Sasa akamwambia, leo sikuachii na kupeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapana, niachie mimi, nitakufundisha mimi jambo. Ukisoma hiyo aya, kuna aya ukiisoma wewe, hata kukurubia wewe shaitani, Allah ataendelea kukulinda wewe usiku kucha, na wala shaitani hata kukaribia mpaka utakapopambukiwa na asubuhi. Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ila akhir al-aya. Abu Huraira akamwachia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokutana na Abu Huraira asubuhi, akamwambia, amefanya nini yule mateka wako wa jana? Akamwambia, Rasulullah, nimemkamata, lakini akasema hivi na hivi, na akanambia, akanifundisha, akanambia aya sawa, kwamba nikiisoma Allah atanilinda na shaitani hatanikaribia mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia kweli wewe, lakini yeye ni mwongo.
hiyo ni khulqa yake na tabia yake kusema uongo. Haya maneno ni ya kweli. Sawa, mimi nataka niwaulize nyinyi katika misingi ya elimu ya hadithi, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na haya mafunzo ambayo yamepatikana hapa ni mafunzo ya sheitani au ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na kwa mujibu wa kanuni za kielimu, hadithi ya aina kama hii yaitwaje? Hii ni takrir, ni sunnatun taqririyya. Sunnatun taqririyatun shaytaniyya, la sunnatun taqririyatun nabawiyya. Ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo pale Abu Huraira amepata ilmu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijukawa kama wale wanaosema kwamba pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuta Mayahudi Madina wanashereheka siku ya ile ya Ashura, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kisha akaamrisha watu wafunge kwamba hii ni sunnatun yahudia. Unawazimu, ni sunnatun nabawiyatun ash-sharifa, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa sijui watu wanapima vipi, sijui ndio udoktora wa vipi. Hii ni doktora ya dini hii kweli? Mimi nina wasiwasi nayo, wallahi vile mimi nina wasiwasi nayo. Haiwezekani mtu akate marahili asoma dini alafu vitu kama hivi vidogo kabisa awe havijui. Ndio maana Sheikh Fauzani alipoulizwa kuhusu jambo hili kwamba kuna watu wanasema kwamba Abu Huraira amechukua elimu kutoka kwa sheitani, akasema subhanallah, Abu Huraira hakusoma kwa sheitani. Abu Huraira amejifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ilmu kaichukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa pana maswali mawili, sawa? Swali la pili na swali la tatu. Swali la pili litakuwa ni kuhusu hii hadithi. Je, hadithi hii inazingatiwa ni hadithi ya shaitani, kwa maana ni sunnatun shaytaniyya, au ni sunnatun nabawiyatun, sunnatun taqririyatun nabawiyya? Jibu swali hili. Na swali la tatu, kama ikiwa Abu Huraira baada ya kutoka kuchukua mafunzo kwa sheitani akajafanya correction pale kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akafanya tashihi ya maalumati yake, Mtume akamsahihisha kwamba hili la kweli na huyu ni muongo. Sasa sisi kwa wakati wa sasa tukisoma kwa sheitani, nani atatusahihishia kwamba hili aliloambia shetani hili la kweli na hili ni la uongo? Au itakuwa yote sadaqaka wa huwa kadhub? Kila atakalosema shetani ni sadaqaka wa huwa kadhub. Hamje nielewa bado? Ikiwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alilolichukua kutoka kwa nani? Kwa huyo shetani, kwamba amebeba elimu kubwa, sasa akaipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamsahihisha. Kwa hiyo huo ni ushahidi kwamba kuchukua elimu, yafaa kuchukua elimu mpaka kutoka kwa nani? Kwa shaitan ar-rajim. Sasa tutakosa suala la tashihi sisi, nani atatusahihisha? Au msingi ndio huo haubadiliki maadamu Abu Huraira radhiyallahu anhu kachukua elimu kutoka huko na kashaambiwa sadaqaka wa huwa kadhub? Hata wewe Islamu ukienda kusoma kwa shaitani pia itakuwa shaitani sadaqaka wa huwa kadhub. Ndio mizani iko hivyo. Waambie watu kama ndio hivyo, chochote atakachokuambia shaitani basi ni sadaqaka wa huwa kadhub. Uone kama watu hatakwenda motoni. Mnaelewa? Sasa shaitani ana awan, ana junud, ana wasaidizi, ana jeshi lake katika watu wa batil, min al-kafarati wal-fajara wal-fasaqa wal-mubtadi'a, ana jeshi lake, na kazi yao yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Sawa? Kama ndio hivyo, nitakuwa na maswali mengine mawili sasa nadhani. Swali la kwanza, je, ni mwanawachuoni gani wa Kiislamu, mwanawachuoni yupi wa ahli sunnah wal jamaa alifanya istinbat na akatoa fawaidi katika hadithi hiyo kwa mapito hayo uliyopita wewe? Nitajie mmoja tu, kwamba hadithi hii ambayo
iko katika vitabu vyenye kutegemewa vya Kiislamu, vitabu vilivyoshereheshwa na maelfu ya wanawazuoni. Ni nani aliyekutangulia katika kuleta sharhi ya hadithi hii kwa maana hii unayosema wewe, na ukamzulia juu yake Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala? Kama yupo mwanachuoni yote mtaje na yataje maneno yake kwamba al-Imam al-Qurtubi ameeleza kwamba وعلى هذا فإنه يجوز أخذ العلم عن الشيطان. mfano maneno kama haya kwamba yajuzu, sawa, tuambie. Au yoyote katika watu wazushi kwamba yafaa sasa kuchukua elimu kutoka kwao kwa sababu ya hadithi hii. Huu ni ufahamu umeletwa kutoka kwa kuna baadhi ya watu wanaowaiga, tutuambie nkina nani, lakini si Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Iftaraita alayhi al-kadhib, sawa. Lakini pia wewe ni dokta kama watu wanavyokuita au wewe unavyojiita, na nimeshasema mimi nina wasiwasi katika hii doktora yako kama ni masuala ya dini au ni masuala ya kidunia kilimwengu. Mimi sitaki kuangalia maratibu zako na ranki yako ya kielimu wala nini, kwamba una shahada ngapi, lakini sisi tunavyofahamu katika usomaji wetu ni kwamba mtu anapofikia marhala ya doktora katika masomo ya dini, katika vitu vikubwa muhimu anavyojifunza yeye ni namna ya kutafiti mambo. Kitu kikubwa kabisa wanachojifunza katika marahili hizi, ukishaingia katika marhala ya magister, mtu kufanya master au kwenda doktora, vitu vikubwa wanavyojifunza ni kujifunza namna ya kufanya utafiti katika mambo. Kwa hiyo utafiti wake hauwezi kulingana na mwanafunzi anayesoma marhala ya thanawiyya, aliyemaliza thanawiyya, na pengine akamzidi hata aliyemaliza marhala ya jamia. Uhalisia uko hivyo. Pengine tutaona dakatira wanaofanya buhuthi zao na maneno yao wanayozungumza. Sasa ikiwa wewe ushavuka umekwenda kwenye marhala hiyo katika jambo la dini, mbona hii athari ya jambo hili sisi hatulioni kwako? Zile kanuni za utafiti hujafuata hata moja. Kwa nini hukuyakusanya maneno ya Sheikh Muhammad bin Uthaymeen na kwa kanuni za kiutafiti ili umnasibishie mtu msimamo za kuambia fuatilia maneno yake? Kuna masala tatabu ya kalami al-musannif kama au kalamu alladhi yunsab ila yu'za ilayhi al-kalam, yule ambaye maneno huegemezwa kwake. Lazima utafiti uangalie amesemaje mahali fulani, je hapa na kauli gani, je kauli, alafu ufanye uoanishe ile maneno yake, kuna hili, je hapa aliposema hapa, je haya yametangulia, haya yamekuja baadaye, haya ya zamani, haya ni mapya, kama kuna kugongana. Kwa nini ukufuata utaratibu huu hata kidogo? Doktora hiyo ya vipi? Mimi na wasiwasi hao jamaa watakiwa mchunguze katika hili, la sivyo atawapoteza. Tusighurike sisi na maneno tu. Watu wamonea wivu yule, watu wamfanye hasadi wale kwa sababu ana doktora. Doktora ya nini? Wivu wa vipi? Ikawa kila anachokisema basi watu wamfanye hasad. Kwa lipi? Kwa utafiti huu wa kitoto wa kijinga. Mwanafunzi wa thana hawezi fanya hivi. Kwa hiyo kwa nini hakuyakusanya maneno ya Ibn Uthaymeen? Kama vitabu vya Ibn Uthaymeen hana, sisi tumuelekeza tu akanunue sharhu hilyati talib alilm au watafute masalafi pale Mombasa, na hakika ya 100% kitabu hiki wanacho, wampe. Au atoke kijana yote pale Mombasa katika vijana wa masalafi ampelekee zawadi daktari, kwamba bwana tukukuletea zawadi ya kitabu sharhu hilyati talib alilm kwenye chapa hii ya muassasatu Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, nenda kasome kuanzia ukurasa wa 137 mpaka 140, alafu wasomee wale waislamu uliodanganya pale mbele zao
ukarekodiwa kwa video ikatawanywa katika ulimwengu, watu wakakuona kwamba wewe wajuzisha watu kuchukua elimu kutoka kwa sheitan, eti kwa sababu Abu Huraira kachukua elimu kutoka kwa sheitan. Na haya ndio maneno ya Sheikh bin Uthaymeen. Wasikilizishe watu, wasomee watu maneno ya bin Uthaymeen anasemaje. Fanyeni hivyo, hata mpelekee vitabu 10 lakini mpelekeeni bwana, hiki kitabu cha daktari kwa hisani yako mpelekee, alafu weka na alama kabisa pale kwamba akifika asome hapa, alafu aje wasomee Waislamu waujue ule uongo waliofanya.